Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu, leo nataka nitoe kisa kimoja muhimu sana na kitawasaidia sana, haswatan wale wanaume wanaotaka kuoa na kutaka kupata watoto wema. Mtoto mwema anapatikana vipi? Sikiliza hichi kisa kwanza, kitakusaidia sana kujua haya ambayo nataka kuyasema. Kuna siku moja kulikuwa kuna bwana mmoja katika zama za wanachuoni huko, ni mtu mkubwa sana. Aliwatazama watoto wake kisha akatabasamu, akawaambia, wanangu, najivunia sana kwa uwepo wenu. Wakamuuliza, baba, unajivunia nini? Akasema, najivunia kwamba nimeweza kuwafanyia wema kabla sijamjua mama yenu. Mimi nilikuwa nimewafanyia wema nyinyi, na wakati mama yenu ni mjamzito niliwafanyia wema, na baada ya kuzaliwa kwenu nimeendelea kuwafanyia wema mpaka leo. Watoto wakamwambia, baba, hatuna shaka sisi ulitufanyia wema tulipokuwa katika matumbo ya mama zetu, kwa sababu ulikaa nao vizuri mama zetu, uliwahendo vizuri wakati wajawazito mpaka wakajifungua salama huku wakera. Hatuna shaka na hilo. Ulitufanyia wema mpaka leo kwa sababu tulipozaliwa umetusomesha na mpaka leo unaendelea kutushauri mambo mazuri. Hatuna shaka juu ya hilo. Shaka yetu iko hapa, uliwezaje kutufanyia wema kabla hujamjua mama yetu, hali ya kuwa manake hujamuoa mama, sisi hatujazaliwa, uliwezaje kutufanyia wema? Yule mzee akatabasamu kisha akasema, niliwafanyia wema kabla sijamjua mama yenu kwa sababu niliwachagulia mama aliyekuwa bora. Kwa maana nilipotaka kuoa sikuangalia tu shahawa za nafsi yangu kwamba labda nataka mwanamke mweupe, nataka mwanamke mwenye umbo namba 8, nataka mwanamke mwenye macho mazuri, nataka mwanamke mwenye nywele nzuri. La, mimi nilisema nataka mwanamke atakayekuja kuwa mama bora wa watoto wangu, kiasi ambacho hata watoto wakishakuwa wakimkuta huyo ndio mama yao watajivunia na kujifakharisha. Mwanaume mwenzangu, wewe ambao umeoa, wakati unataka kuoa uliangalia kigezo nini? Unajua kwamba huyo mwanamke atakuja kuwa ni mama wa watoto wako? Je, unajua kwamba unaamini kwamba huyo mwanamke ambao umemuoa leo watoto wako wanaweza kujifakharisha kupitia yeye au wanaweza kuhuzunika? Basi tunapotaka kuoa, pamoja na sifa zote zilizotajwa, lakini ujue unakwenda kuoa mama wa watoto wako. Kwa hivyo hakikisha unapata mwanamke ambaye watoto wako watajivunia naye. Ikiwa umechelewa tayari, wewe ushapata mwanamke, ulishindwa kuangalia mama bora, uliangalia tu mwanamke ukutana naye sehemu, mchukua tu. Kuna dua hii nakupa leo zawadi, kabla hujakutana na mke wako isome hii dua, utaona maajabu ya Mungu atakapokutengenezea watoto kwa wema kabisa. Ni dua gani? Ukitaka kuingiliana na mwenzako sema hivi, bismillah Allahumma jannibna shaitana wa jannibna shaitana ma razaktana. Ukisoma dua hiyo Mungu atakujalia utapata watoto wema, lakini kumbuka, mama anaweza kubaki na tabia ile ile, ila watoto wako watakuwa wema. Kuanzia leo fanya hivyo, utaona mabadiliko ya watoto wako. Ahsantum wa jazakumullahu khaira.